Naam, wanaokuwa Mwafrika. Kwa nini tunamwangalia Ibrahim Traore kama alama ya uhuru wa kweli ndani ya bara la Afrika? Ni kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa sababu Ibrahim Traore anafuta ile dhana ya kuwa Afrika haiwezi kupiga hatua, kama jinsi ambavyo viongozi wengi wa Afrika wamekuwa wakitoa sababu za kwa nini Afrika inaendelea kuwa masikini. Nilikupa mfano mmoja, naomba hapa ni urejelee kidogo alafu tuendelee. Nilikupa mfano mmoja kuwa viongozi wengi wa Afrika ukiwauliza kwa nini Afrika ni masikini, wanachokuambia, wanaweza kukuambia ni kwa sababu Afrika ilikuwa iko colonized na wakoloni walikoloni. Lakini hiyo sio sababu ya kutosha. Eti kwa sababu ulikuwa umekoloniziwa na nchi yako au taifa lako lilikuwa limepitia kwenye hali ya ukoloni, basi inajustify wewe kuwa haujapiga hatua. Sio kweli. Kuna mataifa ambayo yalikuwa yamekuwa colonized na mataifa mengine. Mataifa kama Australia, kama New Zealand, mataifa kama Marekani, mataifa kama Canada yalikuwa yako colonized. Mataifa kama China yalikuwa yako colonized, lakini hawajaweka ile kuwa eti walitawaliwa basi ndio kigezo cha kwamba wao wasipige hatua. Si kweli. Na vile vile kuna mataifa mengi ambayo yalikuwa hayajawa colonized, mfano wa Afghanistan, lakini ni taifa masikini. Mfano kama taifa la Thailand, lakini ni masikini. Umeona? Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba hii dhana Ibrahim Traore amekuja kuifuta, kwa sababu kumbuki hata Burkina Faso yenyewe ilikuwa iko colonized, lakini hapa tunaongelea ni Afrika nzima. Ni Afrika nzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekuwa ni watu wa kutoa sababu. Kuna watu wanadai umasikini wa Afrika unasababishwa na overpopulation, yani idadi kubwa ya watu, na kwamba Afrika ina idadi kubwa ya watu, kwa ndio maana inakuwa ni ngumu kwa mataifa ya Afrika kuweza kuwahudumia raia wake. Mimi ninasema huo ni uongo. Idadi kubwa ya watu ni miongoni mwa majibu ya wasomi wa Ulaya pamoja na Waafrika waliosomea huko Ulaya wanayotoa wanapoulizwa sababu ya umasikini wa Afrika ama Afrika kuto kupiga hatua ni nini. Wanachokidai, wanasema kwa sababu ya idadi kubwa ya watu kuzaliana sana Afrika ndio sababu inayofanya Afrika isiweze kupiga hatua. Wanabishana kwamba kuna idadi kubwa sana ya watu Afrika, hususan katika baadhi ya nchi za Afrika, jambo linalosababisha uwezekano wa kuwahudumia hao watu wote unakuwa ni mdogo sana, na hivyo kupelekea umasikini mkubwa. Lakini bado kama ambavyo nimeongea mara nyingi hapa kwamba Afrika ina utajiri wa ajabu. Ukiachilia mbali rasilimali ambazo zinapatikana Afrika na utajiri wa ajabu alionao mama Afrika, tofauti kabisa na maeneo mengine ambayo yana idadi kubwa sana ya watu lakini hawana rasilimali zilizoko Afrika. Na hapa nitaenda kuyataja baadhi ya mataifa ambayo yana idadi kubwa ya watu lakini hayana rasilimali ambazo ziko Afrika na bado wameweza kupiga hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo hadithi ya idadi kubwa ya watu ndio sababu ya msingi ya umaskini wa Afrika. Hii tutaenda kuipindua na kuangalia mataifa matatu ndani ya China, kama jinsi ambavyo Captain Ibrahim Traore ameweza kuipindua dhana hii. Kwa maana kuwa umasikini bana idadi ya watu sio nini ya umasikini, sio kweli. Naomba niangalie kwa mfano, tutaenda kuangalia mataifa matatu ndani ya China. Kuna Taiwan, ina msongamano mkubwa mara 5 ya China kwa sababu kuna mainland China. Taiwan ni kisiwa. Hii kisiwa kina hivyo. Alafu kuna mji wa Hong Kong, wenyewe una msongamano mara 45 zaidi ya mainland China. Mainland China ina idadi ya watu bilioni 1 na milioni karibia 500 kwa sasa. Bilioni 1 na milioni 400 tuseme hivyo, au bilioni 1.4. Ukubwa wa eneo la China ni kilomita
za mraba milioni 9,596,960 square kilomita. Kwa hiyo hii ikimaanisha kuwa kilomita moja ni sawa na watu 148. Hii ni mainland China. Lakini Hong Kong ina idadi ya watu milioni 7,527,500 na ukubwa wa eneo ni square kilomita za mraba 1,092. Sio 100,000, 1,092. Kwa unaweza ukaona Hong Kong ukubwa wa eneo ni square kilomita za mraba 1,000 tu, 1,092. Lakini mainland China ni square kilomita za mraba milioni 9,500,000 uko na. Kwa unaweza ukaona ina maana kwamba Hong Kong ni sawa na watu 6,282 kwa kilomita moja, kwa maana kuwa Hong Kong ina msongamano mkubwa mara 47 kwa kilomita kuliko China. Ndio maana yake. Lakini twende Taiwan. Taiwan idadi ya watu ni milioni 23,400,000. Ukubwa wa eneo ni square kilomita za mraba 35,980. Kwa maana kuwa kilomita moja ni sawa na watu 638. Kwa ina maana kwamba Taiwani ina msongamano mkubwa mara 5 kuliko wa kilomita kuliko mainland China. Lakini watu wengi wanapendelea kuishi wapi? Watu wengi wanapendelea kuishi kwenye msongamano wa Taiwan au Hong Kong kuliko kuishi mainland China. Kwa nini? Kwa sababu viwango vya ubora wa maisha, life standard, viko juu sana Hong Kong na Taiwan kuliko mainland China, ukiachilia mbali kuwa hii miji ina uhaba wa rasilimali, sio kama Afrika. Na ukumbuke China hana rasilimali zilizopo Afrika. Lakini bado aliweka mpango kwamba kuanzia mwaka 2011 kuwa anataka kutengeneza multimillionaires wa China, multimillionaire, na mpaka kufikia 2021 tayari China ikawa imetengeneza multimillionaire ndani ya taifa hili, taifa la China. Kwa hiyo manake hiyo ikawa hivyo. Kwa hiyo unaona pamoja na msongamano mkubwa au pamoja na idadi kubwa walionayo, lakini sio sababu ya kueti nchi iendelee kuwa masikini. Hapana, sio kweli. Na ukumbuke China hana rasilimali zilizopo Afrika, lakini bado aliweka mpango huo. Na Wachina wako mbali sana kiuchumi, ndugu zanguni, kiteknolojia, kijeshi, kimaendeleo, lakini hawajishauri. Hata tu kuingia kwenye orodha ya nchi zilizoendelea duniani wamegoma Wachina. Nadhani watakuja kusema wameendelea siku wananchi wake wote watakapokuwa matajiri, ukiachilia mbali idadi kubwa ya watu walionao. Hata kuingia kwenye, manake leo hii ukiwa China hauhitaji pesa kubwa ili uishi vizuri. Bei ya bidhaa iko chini nchini China. Iko chini. Mwananchi wa China bado ana uwezo wa kupata mahitaji au bidhaa zile zile au huduma zile zile za mwananchi wa Marekani kwa bei nafuu zaidi. Kwa kuanzia huduma za taksi, afya, barbershop, guest na kadhalika ni nafuu sana, kwa sababu mwananchi wa China anaweza kujihudumia vizuri kuliko mwananchi wa Ulaya. China ndio nchi inayoongoza duniani kwa uwezo wa watu wake kununua, yani ile tunaita triple P, ile purchasing power parity kwa watu wa China. China wakilala wakiamka wanawaza maendeleo. Hata kupata uongozi lazima useme kwamba umepunguza umasikini kwa watu wangapi. Ukiwa mbunifu na vipaji, wanakupa nafasi kubwa ya kuwa kiongozi ndani ya China. Sio sisi huku Afrika, mtu anagombania uongozi na wakati huo huo hana rekodi yoyote ya kupunguza umasikini hata wa kwake. Ndio maana nilikuambia huyu sasa bwana Ibrahim Traore ameiga sasa mfumo huo wa China, namna ya kuiongoza Burkina Faso. Na Burkina Faso, nikuambie tu kweli, itapiga hatua kubwa mno. Manaka ameondokana na mfumo ambao tunaita ni mfumo wa kidemokrasia. Sababu nyingine ambayo tunasema Afrika iweze kuendelea ni tribalism, ukabila. Ukabila Afrika ni tatizo kubwa sana linalosababisha umasikini. Afrika kuna upande, lakini Afrika kuna upande mwingine wa shilingi katika hili. Tukubaliane. Utajiri wa utamaduni na makabila Afrika ni mojawapo wa utajiri ya rasilimali kubwa ilionayo Afrika.
Lakini baadhi ya makabila kujiona yanatakiwa kutawala makabila mengine, hili ni jambo linalopelekea migogoro inayofanya kuwe na vita, jambo linalosababisha umasikini. Na nakumbuka ndugu zangu, katika hili kwa kweli tunampongeza sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwaleta Watanzania makabila zaidi ya 120 yawe kitu kimoja. Tunampongeza sana kwa sababu bila hivyo kuna nchi zina makabila matatu tu, lakini watu wanapigana kwa sababu nakuta kuna kabila moja lenyewe linajiona ni bora kuliko kabila lingine, na mwisho wa siku wanajiona wao ni superior na kabila lingine ni inferior. Kwa inabidi waingie waanze kupigana nao kwa sababu hizo ni vitu ambavyo vipo tu huko Afrika. Kwa hiyo hilo linapelekea migogoro na kusababisha vita. Mahali penye vita hapawezi pakawa na amani. Swala hili linaweza kutatuliwa kabisa endapo Waafrika watajitambua, kwa sababu watu wenye itikadi za kikabila zamani waliishi kwa kugawanyika huko Switzerland. Huko tunaongelea mataifa ya Ulaya, huko Switzerland. Lakini leo hii Ujerumani, Ufaransa, Italy na Roman Swiss leo hii wanaishi pamoja na kufanya maendeleo makubwa sana katika mataifa yao, ambapo ukabila ulioko Afrika tunaweza kujifunza kutoka kwao, na hakuna namna hii njia walioitumia hayo mataifa kuwa eti haiwezi kufanya kazi huku kwetu katika makabila yetu haya ya Afrika. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yaani inaweza ikafanya kazi huku. Kwa hiyo ndio maana hiyo dhana tunaona Ibrahim Traore anaifutilia mbali na kuendelea kuwaweka watu pamoja. Lakini swala lingine ambalo linaifanya Afrika isipige hatua, na viongozi wengi wamekuwa wakiweka kuwa ni sababu kwa nini Afrika haipige hatua, ni rushwa, corruption. Rushwa ni kama ukabila tu, ni sababu mojawapo la kuifanya Afrika isiweze kupiga hatua. Afrika sio pekee ambayo inateseka na rushwa. Yapo mataifa mengi sana, isipokuwa yenyewe hayajafikia kiwango cha mataifa ya Afrika namna yanavyoteseka na rushwa. Na sio wala rushwa wote wanafanana. Tukumbuke hilo, sio wala rushwa wote wanafanana. Utajiri ndio unaotafutwa, na hivyo kufanya tofauti kati ya wala rushwa ambao ni wazalishaji, ambao kwa Kiingereza tunaita productive corruption, na wala rushwa ambao wao hawazalishi chochote, ambao kwa Kiingereza wanaitwa malignant corruption. Nataka unielewe vizuri. Kuna tofauti kati ya productive corruption na malignant corruption. Mfano, Indonesia, mtoto wa rais anaweza kapewa tenda ya kujenga barabara na akachukua 10% ya ule mradi akauweka mfukoni kwake. Ile hela akaiweka mfukoni kwake. Si unanielewa hivyo? Akachukua 10% ya ule mradi, yani 90% ikaenda kwenye barabara na 10% ikaingia mfukoni mwake. Kwa hiyo ndio tunaita productive corruption. Hiyo ndio tunaita. Lakini Afrika hii ni tofauti. Malignant corruption. Mtoto wa rais Afrika anaweza akapewa mradi wa kujenga barabara, alafu ile hela yote 100% akaiweka mfukoni. Niliwahi kumsikia mzee wetu huyu, roho yake ipumzike mahala pema peponi, Amina, huyu wa Kenya anaitwa Raila Odinga, ambaye kwa sasa ndivyo hivyo ametangulia mbele za haki. Alitoa mfano mmoja ambao niliupenda. Alisema kuwa kulikuwa na wanasiasa wawili ni marafiki. Mmoja ni Nigeria, mwingine ni Singapore. Mmoja ni Indonesia. Sasa huyu ni Singapore. Yes, mmoja alikuwa ni Singapore. Sasa huyu wa Nigeria alimtembelea mwanasiasa mwenzie huyu wa Singapore. Alipofika pale alimkuta ana nyumba ya ajabu. Amejenga nyumba ambayo kwa kweli ni ya kisasa mno. Yaani yule bwana akatamani, akamuuliza huyu rafiki yake, hii nyumba umejenga, hela umetoa wapi? Umepata wapi hela za kujengea hii nyumba? Yule mwanasiasa wa Singapore akamwambia, unaona ile barabara pale? Na huyu mwanasiasa wa Nigeria akiangalia anaona barabara safi. Barabara 2 zinaenda, 2 zinarudi. Katikati hapa kuna mfumo mzuri wa maji taka, sewage system imewekwa hapo. Lakini kuna taa za barabarani zile zinawaka, yani hata usiku ni kama mchana. Unaweza kaendesha gari huku ukiwa umezima taa za gari yako. Yani ni kama mchana, yani panapendeza kweli kweli. Yani na hivyo na saini zote za barabarani, yani safi kabisa. Yule mwanasiasa wa Nigeria akasema ndio ninaona. Akasema sasa unaona ile barabara 10% here.
Yani anamaanisha kuwa 10% ndio nimefanya nini? Nimejengea hii nyumba. Sawa basi. Yule akarudi Nigeria, akaendelea hivyo. Sasa baada ya miaka 10, yule mwanasiasa wa Singapore akamtembelea huyu mwanasiasa wa Nigeria. Akamkuta huyu mwanasiasa wa Nigeria amejenga nyumba ya ajabu. Yani ile ya Singapore inaingia kama mara 10 kwa hii. Yani hata ukiangalia ndani humu furniture ni za dhahabu tu ziko hapo. Yani kila kitu yani inapendeza. Ikabidi amuulize na yeye, "Na wewe ndugu yangu umetoa wapi zile?" Na huyu mwanasiasa wa Nigeria akamwambia, "Unaona ile barabara?" Sasa jamaa akiangalia haoni barabara, anaona ni vichaka tu, ila tu ni kama kuna matairi, kama gari zinapitaga mahali kuna matairi mawili hivi ya gari. Akasema, "Unaona hiyo barabara?" Akamwambia 100% here. Yani kwa maana kuwa 100% ya ule mradi wa barabara, mahali palipotakiwa pajengwe barabara, yote ameipeleka, ameijengea nyumba. Hiyo ndio tofauti kati ya productive corruption na malignant corruption. Kwa sasa Afrika tuna hiyo inaitwa malignant corruption. Ndio maana Afrika haipigi hatua. Kuna mataifa ambayo wanafurahia zaidi maisha kutokana na kuweka sheria kali zaidi kwa wala rushwa. Mataifa kama China ndio maana yanapiga hatua kubwa sana, kwa sababu wao rushwa mla rushwa ananyongwa. Jambo ambalo Ibrahim Traore alifungua mahakama ya mafisadi ndani ya taifa la Burkina Faso. Na ndio maana tunamwangalia huyu anafutilia mbali hiyo dhana eti kwa vyovyote vile sisi ni maskini. Watu watatoa sababu ni kwa sababu ya mataifa yetu yalipitia ukoloni na utumwa. Watatoa sababu kwa sababu ya idadi kubwa ya watu. Watatoa sababu kwa sababu ya rushwa. Watatoa sababu si kwa sababu ya umasikini. Na sababu nyingine nataka niongea hapa, nasema ni umasikini, poverty. Sababu nyingine ambayo wanaitoa, watu wengi duniani wanaiona Afrika ni masikini. Hii ikijumuisha baadhi ya Waafrika pia wanaona hivyo. Na ukiangalia kiukweli Afrika inateseka sana katika wimbi hili la umasikini. Lakini ukweli upo mbali sana na swala la umasikini. Tunashindwa kujifunza kutokana na historia. Kabla ya karne ya 16, matengenezo ya nchi za Ulaya inajulikana kama European Reformation. Karibu ulimwengu wote ulikuwa masikini, hii ikiwa ni pamoja na mataifa ya Ulaya. Karibu mataifa yote, hii ikiwa ni pamoja na mataifa ya Ulaya. Bwana mmoja anaitwa Andrew Brestein, nitamnukuu, ni profesa wa filosofia katika chuo cha Pass huko Ulaya huko, nitamnukuu. Anasema hivi: watu wengi wanasahau kwamba kabla ya viwanda Ulaya ilikuwa masikini kuliko Afrika, na umri wa kuishi ulikuwa hata nchi kama Ufaransa kwenye karne ya 15. Vizazi 7 vilihangaika sana kwa ukame na janga la njaa vikali. Vizazi 13 kwenye karne ya 13, vizazi 17 kwenye karne ya 17 na vizazi 16 kwenye karne ya 18. Na magonjwa yalikuwa yameenea sana wakati huo kutokana na huduma duni za maji safi na salama. Magonjwa ya mlipuko, homa ya matumbo ambayo yalikuwa hayana tiba na kupelekea kuua watu maelfu, na wakati mwingi malaki ya watu katika karne ya 18. Kumbuka hii tunaongelea ni Ulaya. Hii ilikuwa ni kabla ya mapinduzi ya viwanda. Tunaita Industrial Revolution. Madhara yaliyopelekea watu kuishi chini ya umri yalikuwa hayatabiriki. Katika baadhi ya maeneo kwenye nchi ya Ufaransa katikati ya karne ya 17 ni 58% tu ya watu ambao angalau walisherehekea siku zao za kuzaliwa kufikia miaka 15 tu, maana umri wa kuishi wengi waliishia miaka 20. Ni mataifa ya Ufaransa. Na huko Ireland watu walikuwa wanaishi miaka 19 tu kwenye hiyo miaka 1800. Na Uingereza katika karne ya 19 familia nyingi watoto wao walikuwa wanaishi kwenye umri wa miaka 5 tu wanakufa. Halafu baadaye mabadiliko yasiyokuwa ya kawaida yakaja kutokea katika hali ambayo haikutarajiwa. Idadi ya watu ilianza kuongezeka, kwa hivyo kufanya vifo vya watoto kupungua kwa 31.8 na mpaka kufikia miaka 1830 watu wakaanza kuishi umri mrefu. Na hatimaye mabadiliko haya ya ajabu yakabadilisha kabisa hali ya umasikini uliokuwa unasababisha vifo huko Ulaya. Sasa kama haya yaliwezekana kutokea, kama haya yaliwezekana au yaliweza kutokea Ulaya, tunatakiwa kujifunza kupitia historia kuwa hata Afrika inaweza kubadilika pia katika hilo.
Na ndio maana ndugu zangu, mnaona hatuachi kumuongelea Captain Ibrahim Traore kwa sababu hizi dhana zote nilizoziongea. Nimekumbushia umasikini, ukoloni. Viongozi wengi wa Afrika wanasema kuwa tuko masikini, hatupigi hatua kwa sababu ya ukoloni. Lakini nimekumbushia pia swala la idadi ya watu. Wasomi wengi wanadhani kuwa Afrika haipigi hatua kwa sababu ya idadi ya watu. Sasa hebu niambie, China ina square kilomita za mraba milioni 9.5 kama tulivyoongea hapo. Ina idadi ya watu bilioni 1 na milioni 400. Afrika ina ukubwa wa Afrika ni square kilomita za mraba milioni 30. Ikiwa na maana China inaingia mara 4 kwa Afrika. Na idadi ya watu ni kama tunafanana tu kati ya China na Afrika. Lakini leo hii tunaambiwa eti kwa sababu ya idadi kubwa ya watu Afrika ndio maana umasikini unasababishwa. Ndio mpaka manyang'au, mpaka majambazi wakapata advantage hapo ya kutuletea mauzazi ya mpango yanayokuja kuua mama zetu kwa Afrika, kutuletea GMO, genetically modified organism, yanayokuja kutusababishia magonjwa ambayo hayakuwepo Afrika kwa wakati huo, na kutuletea madawa mbalimbali. Eti wanasema wataka kucontrol uzazi ili watu wasizae sana, kwa sababu ukizaa sana utawalisha nini watoto wako? Vipi kuhusiana na China ambayo ina eneo dogo na haina rasilimali nyingi ambazo ziko Afrika? Vipi kuhusiana na yenyewe? Kwa ndio maana unaona sasa hii dhana hiyo, kwanza nimesema hiyo ya wanasema idadi kubwa ya watu, lakini kuna dhana hapa ambayo nimekuambia ni dhana ya rushwa. Umeona? Lakini kwenye rushwa nimekuambia kuna productive corruption na malignant corruption. Hatukatai kama Afrika mtu anapewa mradi alafu 10% anaweka mfukoni kwake, 90% anaenda kufanya kwa ubora unaotakiwa, sio mbaya. Ndio maana wenzetu nchi zingine, ndio maana nimekuambia rushwa iko kila mahali. Sio kuwa nasema watu wale rushwa. No, ni mbaya sana rushwa. Na rushwa ni adui wa maendeleo. Lakini angalau mataifa mengine yana hiyo kitu inayojulikana kama productive corruption kuliko hii ya Afrika ambayo ni malignant corruption, ambayo yenyewe sasa mtu yani 100% yote anaipiga mfukoni. Ndio maana unakuta kwenye baadhi ya sehemu nakuta watu wamejenga kakibanda ambako ukijaribu kukadiria labda kamegharimu 600, lakini unaambiwa hapa zimetumika milioni 70. Hiyo sasa ndiyo tunaita malignant corruption. Kama mradi ni wa milioni 70 kama kibanda, au kama mradi nafikiri mnanielewa ndugu zangu. Kama mradi unahitaji milioni 70, wewe ukasema milioni 80, sio mbaya, ukala hiyo 10, lakini milioni 70 ingiza na ufanye kwa viwango vinavyotakiwa. Lakini sivyo hivyo. Ndio maana Afrika iko sasa, kama wengi wanasema kwa sababu ya rushwa, bado Ibrahim Traore ameweza kubadilisha hiyo dhana. Na hiyo dhana imeweza kubadilika. Kwa hiyo ndiyo maana sasa unaona tunaongelea kuhusiana na Traoreization of Africa. Nakumbuka PLO Lumumba wa Kenya aliwahi kuongea kipindi kile cha Magufuli. Yeye aliweka kuwa ni Magufulification of Africa. Magufulification of Africa. Sasa hapa tuna Traoreization of Africa kwa sababu it is an ideology. Sio majina tu haya. Magufuli kwetu sisi wa Afrika halikuwa jina. Traore kwetu sisi sio jina. It is an ideology, ni itikadi. Itikadi ya ukombozi na uhuru wa kweli wa Kiafrika. Ndio maana unaona sasa tunaita Traoreization of Africa kama ilivyokuwa Magufulification of Africa, kwa sababu those were not names but ya Magufuli, it was just a name. It was not just a name. Ilikuwa ni ideology, ni itikadi. Sio jina tu, ni itikadi. Na hata hii Traore sio jina tu, ni itikadi ya uhuru wa mtu mweusi kuwa anatakiwa ajitambue namna gani. Kwa ndio maana iko hivyo. Ninawashukuru sana ndugu zanguni. Tunaendelea kujifunza zaidi kuhusiana na hii Afrika yetu na mambo mengi ambayo yanaendelea hapa Afrika kwa kuangalia miamba walioweza kututangulia kama hao ambao nimekwisha kuwataja. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Nikuombe jambo moja, usiache kulike, usiache kusubscribe kwenye channel yetu hii ili uendelee kupata taarifa zaidi na maarifa kadri tunavyoendelea kupeana updates hapa. Asanteni sana.